Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Naitwa Victor Moshi, mtangazaji wako kutoka hapa Zone Media. Sasa moja kati ya taarifa kubwa kabisa ambayo kwa sasa hivi watu duniani kote wametolea macho ni kuhusiana na kauli ya kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei kuweza kumjibu vikali rais wa Marekani Donald Trump kufuatia kukataa hadharani kabisa pendekezo la Marekani kuikataza nchi ya Irani isirutubishe uranium hata kidogo. Sasa taarifa inasema kwamba kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei amekataa pendekezo la Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani unaokataa Irani iache kabisa na urutubishaji wa uranium, akisema kuwa hiyo ni sehemu muhimu ya mpango wa nyuklia wa taifa hilo. Irani imekuwa ikitafakari pendekezo la Marekani lililoandaliwa na mjumbe wa White House kwa Mashariki ya Kati Steve Witkoff. Hata hivyo, Khamenei ambaye ndiye mwenye mamlaka ya mwisho katika masuala yote ya kitaifa amesema pendekezo hilo ni kinyume na maslahi ya kitaifa ya Irani. Juzi taarifa kutoka kwa waziri wa mambo ya nje ya Oman ambaye alizungumza kwa kusema kwamba Irani inakaribia kukataa pendekezo la Marekani la urutubishaji wa uranium. Khamenei leo amekuja na majibu ya wazi kabisa, akiweka wazi kwamba nchi yake haiko tayari kuweza kuacha kurutubisha uranium kwa sababu ya Marekani, amesema. Na leo hii kiongozi huyu Ali Khamenei ameweza kuja juu kabisa kwa kusema kwamba hiko kitu hakiwezekani na Irani haimtegemei nchi yoyote na itaendelea na urutubishaji wa uranium kama kawaida, kwa sababu wao wanatumia uranium kwa matumizi ya amani, bali si kwa matumizi ambayo labda Marekani huenda anayafikiria yeye. Khamenei amesema kwamba moja ya misingi ya uhuru wa kitaifa ni kauli mbiu ya tunaweza kujitegemea wenyewe. Alizungumza mbele ya hadhara jijini Tehran tarehe 4 Juni wakati wa maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 36 ya kifo cha mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu Ruhollah Khomeini. Aliongeza kuwa mpango wa Marekani unapingana kwa 100% na msingi huo. Sasa msingi wa Irani ni kwamba tunaweza kujitegemea wenyewe. Ni kauli ambayo imeifikisha moja kwa moja kwenda kwa rais wa Marekani Donald Trump, kwa sababu Trump yawezekana yeye anategemea kwenye vikwazo zaidi vya kuiwekea nchi ya Irani, lakini Irani imekuwa ni nchi ambayo imeonyesha wazi kwamba haitetereki na vikwazo vya Marekani, lakini vile vile haiogopi kitu chochote ambacho kitaweza kutokea kutoka upande wa Marekani. Ndio maana amesema kwamba tunaweza kujitegemea wenyewe kupitia kauli mbiu yao ya kitaifa ya nchi ya Irani. Iran na Marekani zimefanya duru 5 za mazungumzo kwa usuluhishi wa Oman kwa lengo la kuzuia kuongezeka kwa kasi kwa mpango wa nyuklia wa Irani kwa masharti ya kuondolewa kwa vikwazo. Sasa pia katika moja ya ajenda ambayo walikuwa wakizungumza kati ya Marekani na Iran ni kwamba endapo Irani itakubaliwa kuweza kuondolewa vikwazo vyake vyote kwa pamoja, basi iko tayari kuweza kuacha kabisa kurutubisha uranium. Sasa changamoto kubwa ni kwamba Marekani alikuja akasema kwamba watamuondolea vikwazo kwa awamu. Yaani awamu ya kwanza kuna vikwazo ambavyo vitaondolewa, lakini awamu ya pili pia watakuja kumalizia kuondoa vikwazo vyote. Sasa Irani jambo ambalo ameweza kukinzana nalo kwa 100% kubwa, na amekataa kwa kusema kwamba hakubaliani na jambo hilo ambalo wanataka wao Marekani waweze kulitimiza. Vile vile katika chapisho lake kwenye Truth Social tarehe 3 Juni, rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwamba chini ya makubaliano yoyote yanayoweza kufikiwa na Irani, hatutaruhusu urutubishaji wowote wa uranium katika nchi ya Irani. Sasa rais wa Marekani ni kama vile amepeleka shinikizo kwenda katika nchi ya Irani, lakini vile vile shinikizo hili litakuwa la lazima kabisa, kwa sababu kama sasa hivi Irani amekataa na rais Trump amezungumza kwa kusema kwamba makubaliano yoyote yanayoweza kufikiwa na Irani, yani hata kama Irani atakataa, basi wao hawataweza kuiruhusu Irani kuweza kurutubisha uranium. Ni vitisho ambavyo vimepeleka wazi kwenda kwa nchi ya Irani, kiasi cha kwamba leo hii kiongozi huyu Ayatollah Ali Khamenei alipokuwa akizungumza kwenye maadhimisho hayo ya kumbukizi ya miaka 36 ya kifo cha mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu Ruhollah Khomeini, amesema kwamba tunaweza kujitegemea wenyewe. Na aliongea kwa ukali mkubwa kabisa akizungumza kwamba Trump ni nani mpaka aweze kupanga mipango katika nchi yao. Vile vile aliongeza kwamba mpango wa Marekani unapingana kwa 100% za msingi huo. Kwa hiyo alizungumza pia kauli hizo ambazo
moja kwa moja ziko wazi na zinaelezea kwa jinsi ambavyo wao na msimamo wao kama nchi ya Irani. Pia maafisa mbalimbali wa serikali ya Irani nao pia wamepingana na sharti hilo ambalo Marekani imeweza kulitoa katika nchi ya Irani kuhusiana na kuacha kabisa kuweza kurutubisha uranium. Kiongozi huyu aliongeza kuwa urutubishaji wa uranium ni kiini cha suala la nyuklia, ndio maana maadui wetu wameulenga sana. Irani ni moja kati ya nchi ambayo imekuwa ikiandamwa na maadui wa kutosha, akiwemo Israel na watu wengine, kwa sababu kutokana na mvutano unaoendelea Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kiongozi huyu ni kama vile ameweka wazi kabisa kwamba kutokana na maadui wake kuwa wengi, ndio maana watu wengi wameulenga mpango huo wa nyuklia ili iweze kudhoofika kwa ajili ya kutoweza kurutubisha uranium ambayo hutumika kutengenezea silaha za nyuklia. Trump mwezi uliopita alidokeza kwamba huenda akaruhusu Irani iendelee na mpango wa nyuklia kwa ajili ya uzalishaji wa nishati, lakini Khamenei alisema mpango huo wa nyuklia wa Irani una thamani zaidi ya kuzalisha umeme. Aliuelezea mpango huo kama sekta muhimu inayochangia katika maendeleo mengine kwenye maeneo kama vile tiba. Khamenei alizungumza tena akasema hivi: Wamarekani wanataka muwategemee kwa dawa za mionzi, nishati, vifaa vya kunyofoa chumvi baharini na katika sekta nyingine nyingi nyeti, alisema Khamenei kwenye kauli yake. Katika ripoti yake ya robo mwaka iliyotolewa wiki iliyopita, shirika la kimataifa la nishati la Atomic IAEA imesema kwamba Irani imeongeza uzalishaji wa uranium iliyotajirishwa kwa kiwango cha juu. Ripoti hiyo ilisema kuwa Irani ilikuwa na kilo 408.6 za uranium iliyotajirishwa hadi 60% kufikia Mei 17 ikilinganishwa na kilo 275 zilizoripotiwa mwezi Februari mwaka huu. Katika waraka mwingine, shirika hilo pia lilikosoa ushirikiano wa Irani kuwa haujaridhisha, hasa kushindwa kwake kueleza mabaki ya nyenzo za nyuklia zilizogunduliwa kwenye maeneo yasiyojulikana rasmi. Ripoti hizi zinakuja kabla ya mkutano wa bodi ya magavana wa IAEA utakaofanyika Vienna mwezi huu, ambapo shughuli za nyuklia za Irani zitajadiliwa. Irani imezilaumu nchi za magharibi kwa kuligeuza kisiasa shirika la Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuiwekea shinikizo Jamhuri ya Kiislamu. Urutubishaji wa uranium kwa Irani kufikia 60% ni juu zaidi ya kiwango cha 3.67 kilichowekwa katika makubaliano ya nyuklia ya 2015, lakini bado kiko chini ya kiwango cha 90% kinachohitajika kutengeneza silaha za nyuklia. Sasa taarifa hii ni taarifa kubwa sana ambayo leo hii kiongozi huyu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei amezungumza kwa hasira kulikweli kufuatia mashinikizo ambayo yanatoka nje ya nchi yao kwamba Marekani imeitaka iweze kutii sharti la kuacha kurutubisha uranium moja kwa moja. Sasa Khamenei amekuja juu na ameweza kuzungumza kwa hasira kwa kusema kwamba Marekani ni nani na hawezi kutupangia kwenye kitu chochote katika nchi yetu. Ndio maana taarifa hii hadi kufikia sasa imepata wafuatiliaji wengi sana duniani wakisikilizia kitu gani ambacho Rais Donald Trump atakuja nacho, licha ya kuwa amesema kwamba makubaliano yoyote ambayo Irani watafikiana basi lazima wataweza kuwadhibiti wasiweze kurutubisha uranium ambayo ni hatari inaonekana kwenye masuala ya vita kwa hapa baadaye. Sasa hii ni Zone Media mtazamaji. Kwa taarifa zetu zijazo basi nikusihi uendelee kusalia nasi, na mimi mtangazaji wako Victor Moshi nitakuwa nakuletea taarifa zote muhimu ambazo zinajiri kuhusu masuala ya kisiasa hapa duniani. Asante kwa kuichagua Zone Media kila siku.